Hello, mambo ni aje ndugu wapenzi wasikilizaji wa Ajira Update. Kama tunavyofahamu ya kwamba mwezi huu tunaweza kupokea taarifa njema. Hivyo watu wanauliza maswali mbalimbali ili waweze kujiandaa kabla ya posti ya ajira haijatoka. Hebu naomba tu-preview hii comment kwa pamoja na kisha kama umekwisha nielewa kwenye tutorial zilizopita ama kwenye makala zilizopita ambazo nilizungumzia, basi unaweza ukajaribu pia kumshauri ndugu yetu. Naomba tu-preview kwa pamoja hapa. Yes, anaitwa Eva Mwariro anasema ya kwamba mimi vyeti vyangu vimewekwa muhuri Januari. Je, naweza nikavitumia hivyo hivyo? Ndugu mpenzi msikilizaji, ndugu yetu Eva Mwariro ana vyeti ambavyo amevigonga muhuri wa mwanasheria. Hii ni comment baada ya kuposti kuhusiana na muhuri wa mwanasheria. Iko hivi Eva Mwariro, iko hivi. Umuhimu wa ule muhuri hauangalii umeverifyiwa lini. Ukishagonga muhuri wa mwanasheria mara moja tu, basi utatumia miaka yako yote ya kutafutia ajira. Kwa maana hiyo hapo hauhitajiki muhuri mwingine. Kinachohitajika ni wewe hiyo document huo umeiskani basi. Na kwa mtu yoyote ambaye ananisikiliza, hakikisha una vyeti vyako vyote kwenye simu ambavyo vimegongwa muhuri na umeviweka kwenye mfumo wa PDF. Yaani ikitokea hata kuna mchongo mtu anakushtua, oya tuma vyeti, unatuma vyeti ambavyo vina muhuri chap kwa haraka. Lakini sio ile mtu anakuomba vyeti vyako na CV zako hauko nazo, anamwambia subiri niende nyumbani. Hapo bado hujakaa kimapambano. Kwa mtu ambaye anapambania ajira huwa ana kila kitu kwenye simu. Yaani akiambiwa tuma vyeti vyako na CV, pale pale anaiforward. Kwa maana hiyo anakuwa ashajipanga kwa ajili ya mapambano ya ajira. Iko hivyo, lakini makala ambayo inayofuata hapa nitataka kuongea na vijana. Tushauriane mambo mbalimbali kidogo. Kwa maana hiyo naomba usije ukaiskip video inayokuja. Video inayokuja tutazungumzia vijana kwa ujumla na hapa tutashauriana. Kwa maana hiyo uwe ni kijana wa kike, uwe ni kijana wa kiume, tutorial ambayo inakuja baada ya hii, I say usije ukakosa. Asante sana kwa kuichagua Ajira Update. Chao.